Aina 5 za ujuzi muhimu unaotafutwa na waajiri, serikalini na sekta binafsi. Kwa nini watu wengi hukosa ajira licha ya kuwa na vyeti vizuri? Leo nitakwambia ukweli ambao wengi hawaujui. Waajiri hawatafuti vyeti tu, wanatafuta ujuzi maalum. Endelea kuangalia hadi mwisho ujue kama una ujuzi huu muhimu. Karibu kwenye Jack Media TZ. Hapa tunakupa maarifa sahihi kuhusu ajira. Kama bado hujasubscribe, bonyeza subscribe ili usikose fursa nyingine muhimu. Ujuzi namba 1. Ujuzi wa mawasiliano, yani communication skills. Mfano ni kuandika barua ya maombi au kujieleza kwenye interview. Waajiri wengi wanataka mtu anayeweza kuwasiliana vizuri kwa kuandika na kuongea. Kama huwezi kueleza mawazo yako vizuri, hata ukiwa na degree utapata changamoto kubwa sana. Namba 2, ujuzi wa kutatua matatizo, yani problem solving. Mfano ni kukabiliana na changamoto kazini bila kusubiri kuambiwa kila kitu. Kampuni au serikali haitaki mtu wa kuongeza mzigo, wanataka mtu wa kupunguza matatizo. Je, unaweza kufikiri kutoa suluhisho? Huu ni ujuzi wa dhahabu. Namba 3, ujuzi wa kufanya kazi kama timu, yani teamwork. Kazi nyingi zinahitaji kushirikiana na watu wengine. Kama una tabia ya kufanya kazi peke yako au una migogoro na watu, utakuwa na shida sana. Mfano, kushirikiana ofisini au kwenye miradi ya pamoja. Namba 4, ujuzi wa kujisimamia, self discipline. Waajiri wanapenda mtu wa kujisimamia, sio wa kusimamiwa kila siku. Unawahi kazini, unamaliza kazi kwa wakati. Haya mambo yanaangaliwa sana. Namba 5, ujuzi wa teknolojia. Hata kama sio IT, lazima ujue matumizi ya kompyuta kama vile Word, Excel, internet. Siku hizi bila teknolojia nafasi zako za kuajiriwa zinapungua sana. Kwa ufupi, hizi ndizo silaha 5: mawasiliano, kutatua matatizo, kufanya kazi kama timu, nidhamu binafsi na ujuzi wa teknolojia. Ukizijenga hizi, nafasi yako ya kupata ajira inaongezeka maradufu. Andika kwenye comment ni ujuzi gani kati ya hizi unahitaji kuboresha. Na kama umejifunza kitu kipya, bonyeza like na subscribe ili upate video zaidi za mafanikio. Usikose, kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu.